ya Burundi. Nadhani Sheikh Nuruddin Kishki, kwa mara nyingine pia umeona mapokezi ambayo yanayofanyika hapa katika ardhi ya nyumbani Burundi. Tumetamani kwanza tusikilize ili ambalo umeliona kwako, kama kuna surprise nyingi zilizoandaliwa. Nini kwanza neno lako la kwanza kwa unalitamka katika ardhi ya Burundi? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa kweli watu wa Burundi mwaka huu umeni surprise. Wallahi sikutegemea mapokezi haya. Burundi ni nchi yangu ya pili, nakuja sana na nimeanza kuja miaka mingi, zaidi ya miaka 10 nyuma huko, na nikiri tu kwamba kitu mlichonifanyia leo ni surprise kweli, na sijawahi kuona mapokezi makubwa kama haya. Takbir! Hili likijulisha jambo, linajulisha juu ya upendo wenu na mapenzi yenu kwangu na kwa wageni mbalimbali. Nilimalize mimi swali langu limoja la mwisho ili niwapatie wenzangu ambao tusema, nadhani tukio kubwa ambalo linakuja kufanyika kwa mara ya kwanza katika ardhi ya nyumbani Bujumbura ni la ndoa 100 ambazo wewe sasa umeingia hapa katika ardhi ya Burundi, tukio ambalo tayari watu bado wanasitofahamu, wanatamani kulifahamu. Ili ni kweli, tunatamani pia kulisikiliza hili ambalo linaenda kufanyika katika ardhi ya Burundi, ndoa 100. Nini ambalo watu wanaenda kushuhudia kwalo? Ni ahadi ambayo tumeitoa kama Al-Hikma Foundation tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka jana 2024 ndani ya uwanja wa Mkapa katika mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu, na tukatangaza kuwa tutaozesha watu 200, 100 Burundi na 100 Tanzania. Na leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2025, alhamdulillah nimekusha tua katika jiji hili la Bujumbura kwa ajili ya da'wa kwanza, lakini pia kwa ajili ya kusimamia zoezi hili la ndoa 100 chini ya usimamizi wa mufti wetu wa Burundi na kamati yake kwa ujumla. Kwa hiyo niwaambie tu Waislamu wa Burundi kwamba ilikuwa ni ahadi, na alhamdulillah ahadi hiyo sasa imeshatimia, na ndoa 100 tunatarajia kuzifunga tarehe 13 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2025. Alhamdulillah Sheikh, kwanza tunakushukuru sana kuona umefika hapa, na Allah akuhifadhi na kukupa kila la kheri. Tayari umeshakanyaga ardhi ya Burundi hapa Bujumbura. Naam, Shamsuddin TV. Naam. Tayari uko hapa ndani ya ardhi ya Bujumbura ambapo ni Burundi. Na nini ambacho unaweza kuambia ama ujumbe wako kwa Warundi hasa kwa lengo likubwa ambalo limekuleta la ziara ya kidawa? Kikubwa ambacho nitawaambia, utume umekusha koma. Hakuna tena mtume tunayemtarajia baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliobakia ni wakumbushaji. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kumbusha, hakika ya ukumbusho utawafaa waumini. Kwa hiyo mimi ndugu yenu Nuruddin Kishki nitakuwa katika jiji hili la Bujumbura insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran takriban kwa wiki 2, lakini takriban zaidi ya siku 10. Kwanza naanza na da'wa, na da'wa rasmi naanza Ijumaa ya tarehe 4 katika khutba ya msikiti pale Markaz. Karibuni sana. Kwa hiyo niwaambie nimewaletea chakula cha roho na wakae mkao wa kula inshallah. Na swali langu la mwisho nikomee hapa. Takriban siku 12 Sheikh utakuwa hapa, na tumeweza kuwapokea wageni tofauti, wengine kuja kufanya ziara za kidawa tofauti, lakini mapokezi yao yanakuwa tofauti sana, kinyume na mapokezi ya Sheikh Nuruddin Kishki. Hii ni kutokana na ule umaarufu ambao Sheikh Nuruddin Kishki amejinyakulia kwa Warundi, ama ni nini hasa Sheikh Nuruddin Kishki anafikiria kwa nini Warundi wanafanya hivi katika mapokezi yake? Kwa nini Warundi wanampokea Sheikh Kishki kiasi hichi cha kumpokea? Kwa sababu Warundi wamegundua mimi nawapenda, na ndio maana na wao wananipenda. Takbir! Kwa hiyo nawapenda kweli, ndio maana na wao wananipenda. Na inshallah tutaendelea kupendana kwa ajili ya Allah. Amin. Na mshe wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaka mmoja uliopita tulikaa tukazungumza, Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV. Mwaka mmoja uliopita tulikaa tukazungumza, nikakuuliza swali,
ni ipi siri ya upendo huu ambao Waislamu wa Burundi wanakuonyesha? Na ulinijibu kama ulivyonijibu ile siku, alhamdulillah, ilikuwa vizuri sana. Leo tena umewasili katika nchi ya Burundi na kuona bado unatabasamu. Hisia gani unazibeba baada ya kuwauliza Waislamu wengi waliokuja hapa hisia zao wakazitamka? Ni hisia gani unaibeba kuona tukio kama hili kubwa la kihistoria inshallah kwa rumwa Mwenyezi Mungu? Wallahi naweza nikasema kwa mapokezi haya wakati natoka hapa lango kuu la airport, kuona wamama wake kwa waume hadi watoto, mashehe. Yuko shekhe wetu hapa, Sheikh Mustafa Songoro, ni shekhe ambaye namheshimu, tuko naye, yuko kule Tanzania na yuko hapa, na kama ulivyomwona Sheikh Zuberi Bizimana, Sheikh Shakuru yupo, Sheikh Ibrahim Juma nimemwona, Sheikh Abdul Jabbar nimemwona na timu yake ya wanafunzi, Sheikh Isa Kishki yuko kijana wangu. Kwa hiyo hii maana yake wakati natembea nafika mpaka hapa kwa ajili ya interview hii, nafsi yangu ilikuwa inaniambia kwamba una madeni mengi sana juu ya Waislamu wa Burundi. Takbir! Hiyo ndio hisia leo nijia, na naamini na madeni mengi sana kwenu. Kwa kweli tunayo furaha kubwa, shangwe na vigeregere kama mlivyoona na mnavyoona halaiki ya watu. Shekhe, nikwambie kwamba saa 3 yupo mwanamama alinijia kunambia, shekhe anaweza kuja shekhe wetu usitufahamishi. Nikamwambia mama nisamehe. Shekhe hauamini. Ile bango unaloliona ni huyo mama alikuja saa 3 ndo kakusanya Costa nzima. Allahu Akbar. Na laiti Allahu Akbar. Kama tungelitoa taarifa shekhe hapa pangelikuwa padogo. Allahu Akbar. Pangelikuwa padogo kwa namna unavyokupenda. Karibu sana shekhe. Allahu Akbar. Tuseme kwamba wewe ni Mrundi na tunasema kwamba karibu sana insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Wanaomba ulisome. Nakuja bala shekhe umalize kuongea. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale msionijua, mimi ndiye mtu pekee kuliko nyote ninayemjua Sheikh Nuruddin Kishki. Takbir! Allahu Akbar. Kaa jirani na Sheikh Nuruddin Kishki miaka 8, ni miaka mingi sana. Nadhani wengi wamenihoji hapa na nimewajibu. Nimesema hivi, mimi binafsi nitakuwa shahidi na mashuhudi siku ya Kiyama. Na nimekuombeni kwamba mimi kanzi yake na yake tutashona, tutaingia naye peponi inshallah. Tena katika Firdausi nuzula. Sijapata kumuona Sheikh Nuruddin Kishki hata siku moja katika maisha yangu kwenye tabia mbovu. Siku zote ni mcha Mungu. Hilo ni la kwanza. Tukubali tusikubali. Hata nikikata njitungike kwenye mti basi mimi niende. Lakini huo ndio ukweli. Sheikh Nuruddin Kishki nina historia naye ya ajabu kubwa. Moja niwaambie. Kulitokea jambo alafu akanita akafunga mlango. Tukalijadili mimi na yeye. Mwaka wa 28 leo. Hakuna mtu alishalijua hilo jambo. Sasa mimi ninasema aliwahi kunita akanambia jambo, akanongoneza jambo, akanasihi jambo. Miaka 28 hakuna mtu aliyelijua. Je, hili jambo lingetokea kwenye ardhi ya Buyenzi au Buterere ingekuwaje jamani? Si ningeumbuka? Sasa mimi kwa niaba yenu nikuombeni kwamba jueni huyu bwana ni ndugu yangu. Huyu bwana ni mwalimu wangu. Huyu bwana ni shekhe wangu. Ninasema kwa maana hata niko na hadithi saa 8 usiku inanisumbua mimi kwake. Anainipa tu. Halafu Sheikh Nuruddin Kishki, mimi kama ningekuwa na uwezo tungemuita sasa profesa wa madawa Afrika Mashariki. Lakini uwezo huo sinama. Sheikh Zuberi, kama mnaweza mkaniita nifanye hivyo, mimi naweza. Nikamtangaza rasmi kwamba ndiye profesa. Lakini wallahi huyu ni fahari ya Afrika, ni fahari ya Afrika Mashariki, ni fahari ya Tanzania, mwenye kuonyesha adabu na nidhamu kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania, nidhamu na adabu kubwa sana kwa nchi za Afrika Mashariki. Si kipenzi wa Waislamu wa Burundi tu, hapana. Mimi nimetembea Mombasa huko, nimekwenda Eritrea, nimekwenda Djibouti, la ajabu nimekwenda mpaka Minnesota, bado nasikia jina lake. Minnesota mnapajua nyewe? Marekani, kumbe bwana amekusha ingia pale. Assalamu alaikum wa rahmatullah.